serikali imetenga bajeti ya kutosha kabisa kujenga viwanja kila wilaya, kila mkoa, pamoja na viwanja vyetu vikubwa vya Gombani, Amani na Mau ambavyo vimeendelea kujengwa. Kwa hivyo sina shaka kwamba tutaweza kuliangalia ili ombi la kuwa na kiwanja cha kisasa katika eneo la Kojani Kisiwani kule kwa ajili ya vijana kupata eneo zuri la kufanyia michezo. Leo tumekabidhi au tumezindua rasmi boti ile ya ambulance. Hili lilikuwa ni ombi la wananchi, tumelipokea na leo tumetimiza. Tumeizindua boti ile ili iweze kutoa huduma. Lakini mmoja katika wasemaji alisema kuna wakati maji yanakuwa hayapo na inaweza ikawa shida kutumika kama maji yametoka. Ahadi yetu ni kwamba tutaangalia utaratibu mzuri zaidi wa kuweza kujenga aidha gati au kuchimba ile dredging ili tuweze kuhakikisha kwamba boti hii inaweza kutumika kwa masaa yote. Kwenye eneo la uwezeshaji ambayo wengi wenu mlioko hapa ni wajasiriamali na vijana ambao wanataka kupata ajira, serikali inaahidi kwamba tutalifanyia kazi swala la ajira kwa nguvu kubwa zaidi. Tutaajiri serikalini katika sekta muhimu kama vile afya, wafanyakazi wa afya, wafanyakazi wa elimu, walimu na kadhalika. Lakini vile vile tutaajiri katika vikosi vyetu vya ulinzi na usalama, bila ya kusahau tutawezesha sekta binafsi kujenga viwanda katika maeneo yetu ya viwanda ambayo tumeshayaandaa ili waweze kutoa ajira. Lakini kubwa zaidi ni uwezeshaji wananchi kiuchumi, kama wataalamu wale waliosimama hapa wakasema kwamba kuwawezesha wananchi kunataka taaluma, jambo ambalo sisi kama serikali tuko tayari kupokea mawazo yao, lakini tutatenga bajeti, mikopo isiyokuwa na riba ili kuendelea kuitoa wananchi waweze kupata maboti, waweze kupata zana kwa shughuli zao wanazozifanya, waweze kujikwamua kimaisha. Ndugu zangu, moja katika changamoto zilizokuwa zinaikumba au zinakikumba kisiwa kizima cha Pemba ni usafiri wa baharini kwenda Tanga, kwenda Unguja, kwenda Dar es Salaam. Nafurahi kwamba aliyezungumza mbele yetu leo hapa alisema tayari kuna usafiri, kuna vyombo vya usafiri sasa hivi vinavyokwenda Tanga na kwingineko. Na vile vya Tanga anasema karibu mara 5 kwa wiki sasa tunapata vyombo hivi. Habari njema ni kwamba serikali nayo imeshaagiza boti mpya 2 za mwendo kasi. Hivi karibuni tutazindua boti mpya 2 ambazo zitakuwa zinatoa usafiri wa uhakika kati ya Unguja, Pemba na Tanga. Lakini meli yetu ya MV Mapinduzi 2 imeshatengenezwa, hivi karibuni itaanza kazi. Kwa hiyo ile tatizo la usafiri wa kutoka Unguja au kutoka Pemba kwenda Unguja sasa litakuwa ni historia, kwa sababu mnatambua meli ile inachukua watu wengi sana. Ndugu zangu, yako mengi ya kusema, lakini ninaona kwamba kwa leo hapa tulipofika itoshe kwa haya niliyoyatolea ufafanuzi. Ahadi yetu ni kwamba tutakapoingia tena madarakani kwa awamu ijayo, yale yote tuliyoahidi tutayatimiza, lakini kubwa zaidi tutahakikisha kwamba maendeleo yanakuja kwa kasi. Tunachohitaji kutoka kwa wananchi ni kuendelea kudumisha amani tuliyokuwa nayo, na sisi kama serikali tunatambua uwezo wetu, tunao uwezo wa kuyafanya makubwa kuliko haya ambayo tumeshayafanya.